Uhali gani msikilizaji wa Magic FM, karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Ni kwa dakika 30 za kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari kutoka mikoa mbalimbali. Mtayarishaji na mtangazaji wako ni mimi Aziza Bakari Mkumba, kwenye mitambo yupo Shabani Mpute. Karibu uamke nasi. Kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Dodoma ambapo tunasimuliwa kuwa maisha ya wazee nchini hutofautiana kutoka kaya moja na nyingine. Ukweli ni kwamba wapo wazee ambao hawategemei mahitaji ya msingi kutoka kwa watoto kutokana na misingi ya kiuchumi walionayo. Kutokana na baadhi kuwa na hali ngumu za maisha, huku wakiwa wamesahulika na vijana wao, wameiomba serikali kuweka utaratibu unaowataka kijana kutunza wazee. Huyu hapa Leonard Mwacha kwa simulizi zaidi. Tuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha tunawaenzi wazee wetu hao na kuwatunza. Hakuna sehemu inombana mtoto huyu kumlea babake. Ni ngumu kwa kweli. Matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 inaonyesha kuwa mikoa ya Kilimanjaro, Mtwara na Lindi inaongoza kwa idadi kubwa ya wazee wenye umri zaidi ya miaka 65. Ripoti hiyo ilizinduliwa Zanzibar na aliyekuwa waziri mkuu na mwenyekiti wa kamati ya sensa kitaifa Mheshimiwa Kassim Majaliwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ambaye alikuwa mwenyekiti mwenza wa kamati hiyo Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah Aprili 15, 2023. Ripoti hiyo inaonyesha mkoa wa Kilimanjaro unaongoza kuwa na idadi kubwa ya wazee wenye umri zaidi ya miaka 65 kuwa ni 7.3, ambayo ni sawa na wazee 135,921, ikifuatiwa na Mtwara yenye 6.4 sawa na wazee 104,636. Hata hivyo, mkoa wa Lindi wenye wakazi milioni 1.2, 6% ni wazee wenye umri zaidi ya miaka 65, ambayo ni sawa na watu 71,641, sawa na katika kila watu 10 wastani wa mtu mmoja ni mzee kwenye mkoa huo. Kwa upande wa mikoa yenye idadi ndogo ya wazee, ripoti hiyo inautaja mkoa wa Katavi kuongoza kwa 2.3, ukifuatiwa na mkoa wa Dar es Salaam, Mjini Magharibi na Geita yenye 2.4 kwa kila mmoja. Hata hivyo, wastani wa kitaifa unaonyesha kati ya Watanzania milioni 61.7 wenye umri zaidi ya miaka 65 ni 3.8 pekee, ambayo ni sawa na watu milioni 2.3. Maisha ya wazee hutofautiana, na hii ni kulingana na namna ambavyo walipambana katika ujana. Wapo wazee waliojiwekea vitega uchumi na kuendelea kujitegemea kupitia biashara, mashamba na hata pensheni zao, hivyo hawategemei watoto wao. Hata hivyo, bado kuna idadi ya wazee ambao uwezo wao wa kiuchumi ni mdogo na hulazimika kutegemea watoto wao kwa mahitaji ya msingi. Hali hii inamuibua mmoja wa wazee na kumuomba naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum Mary Priska Mahundi kutafuta namna ya kuwajibisha vijana ili watunze wazee wao. Vijana hawa wanatakiwa wale wazazi wao ambao wamekuwa hawana nguvu. Kwenye maelezo na semina ambazo nimezisikiliza, hakuna sehemu inombana mtoto huyu kumlea babake. Yenyewe imeacha kulewa tu. Hakuna inapobanwa kwamba mtoto huyu amlee babake. Maana yake wewe hata ukiniacha mimi nife haubani na chochote. Nilikuwa naomba mheshimiwa, hiyo sehemu ifanyiwe mabadiliko ili watoto hawa ambao mnasema sisi tuwalee vizuri, nao watulee tunapokuwa tumekosa nguvu ya kujitegemea. Naibu waziri anakiri tatizo hilo, huku akishangazwa na mtindo wa vijana wanaokula bata mjini na kuwasahau wazee wao vijijini. Baadhi ya wazee wanafikia hatua ya kuishi katika nyumba za kulea wazee, ili hali wana vijana wenye maisha mazuri. Hili ni tatizo kwenye jamii, si ndio jamani? Mimi nipende kutoa wito. Hili tatizo hakuna asiyeliona. Hata kwenye nyumba zetu za kulea wazee, mzee mwingine ukikaa naye chini ukiongea naye taratibu, hata wewe muuliza maswali unaumia. Unashangaa kijana yuko mjini, ana maisha mazuri,
amejenga kanyumba kake kazuri, ana kagari kake kakumsogeza kwenye shughuli zake, lakini baba yake na mama yake amewasahau. Vijana wenzangu, tubadilike. Nilipowatafuta vijana wanaoishi mjini kujibu hoja hizi, walikiri kweli kuna muda hata wakumbuki mara ya mwisho walituma lini matumizi nyumbani, huku wakiweka wazi kuwa suala hilo linategemea sana na uchumi wao na majukumu walionayo. Kwa wazazi huwezi kuwatupa. Unajua siku zote hata tunavyoishi maisha ya kawaida lazima siku kwa siku utakuwa unakumbuka wazazi. Ila issue inakuwa ni ile namna kuweza kuwapatia fedha, kwa sababu unakuta tayari hali yako bado ni chini, unajitafuta. Ni ngumu kwa kweli, na inategemea kwa sababu gani. Naweza kusema kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, unajua si vijana kwa sasa hivi tuna hali ngumu, then asilimia kubwa huwa tunajitafuta. Kwa hiyo sasa mzazi naye anatakiwa awe na huruma na huyo mtoto wake, kwa sababu yeye labda tuchukulie mfano anaishi Dodoma, labda ni mwanafunzi au labda bado sio mwanafunzi anajitafuta. Hawezi kuwa responsible kutuma hela ya matumizi kwa mzazi kwa kila mara, kwa sababu yeye bado hajajijenga. Ila wakati tutakapofika ambao yeye atakuwa amejijenga, itakuwa at least inaweza kumsaidia mzazi kutuma hela. Anakuwa ameshachukulia kama mke wake au na watoto tayari ndio familia yake kuu. Kwa unakuta siku kwa siku kurudi nyumbani kukumbuka ni ngumu. That's why ndio maana wanasema mtoto wa kike anakumbuka nyumbani kuliko mtoto wa kiume kwa sababu ya majukumu. Mahusiano baina ya vijana na wazee wao ni kama ukuta usioonekana, ukiwatenganisha na kuwanyima fursa vijana kuwalea wazee wao. Vijana wanasema ili wawalee wazee wao, wakati mwingine inategemea namna ambavyo waliishi na kulelewa na wazee hao. Starehe pia zinachangia, kwa sababu mtu mwingine anaona labda mzazi akumpa upendo kipindi anajitafuta au akuwa responsible kwa asilimia zote. Kwa hiyo anachukulia kwamba malipo yake, acha kwanza mimi nitumie kwanza hizi hela ambazo niko nazo kwa ajili ya kufanyia starehe zangu ili niweze kurefresh kwa yale majuto ambayo nilikuwa nayapitia. Kwa hiyo unakuta mzazi anamweka upande wa mwisho kabisa. Au mwingine hana mapenzi kabisa na mzazi wake kusema kwamba anamsaidia, au mzazi mwingine kila unachomtumia hana shukrani nacho. Kwa hiyo unakuta vinarudisha mtu nyuma kuweza kumsaidia mzazi. Wengi ambao tunatoa ni sisi ambao tunatoka familia zile ambazo bado zinapambana kutafuta mpaka uzeeni. Hata hivyo, wengine wanasema suala la mzazi kumlea mtoto ni jukumu na wajibu, lakini mtoto kumlea mzazi ni mapenzi ambayo hayapaswi kushurutishwa au kulazimishwa. Yaani automatically inapotakiwa kuwa mzazi anapomsomesha mtoto wake, lile ni jukumu na wajibu wake yeye kuwasomesha na kuwahudumia. Lakini yeye kwenda kumhudumia mzazi wake sio jukumu lake, ni mapenzi yake yeye kwa wazazi wake. Kwa hiyo ataamua yeye kama ni mapenzi anayo kwa wazazi wake au hana. Nilipowagusia kuhusu iwapo sheria itatungwa na kuwataka kuwatunza wazee wao, vijana hawakuunga mkono jambo hilo. Hapana, kwa sababu pia nao ni wazazi, nao wana wazazi wao. Inawezekana nao wale wazazi wao. Kwa hiyo hamna haja. Kama mtu ana moyo wa kuwasaidia atawasaidia. Yes. Sio sahihi. Kwa sababu bado tunajitafuta. Kwa sababu wakisema, unajua watu wana msongo wa mawazo, hasa vijana, kutokana na hali ngumu ya maisha jinsi ilivyo. Ila sasa wakisema watengeneze sheria ambazo zitakuwa zina limit yule kijana kuweza kupambana atafute hela, itasababisha mauaji mengi, watu watakuwa na msongo wa mawazo, watu wanaweza wakajihusisha na vitendo ambavyo vya uhalifu ili aweze kumridhisha mzazi wake. Ila sheria wakiziweka watakuwa wanatumiza sisi vijana. Kwenye laini yangu ya simu nimejiunga na wakili wa Mahakama Kuu na mahakama zilizo chini yake, wakili Gidus Kato. Na kwanza kabisa, wakili, naomba kufahamu kwamba kuna ugumu au urahisi kiasi gani kwa serikali ya Tanzania kuwa na sheria ambayo inaweza kuwataka vijana kuwatunza wazee wao? Kuna ugumu mkubwa, kwa sababu huyu yeye mzazi alikuwa anawajibika kumtunza mtoto, na sheria imeelekeza miaka 18. Utoto unakoma miaka 18, ila kama anasoma miaka 21 na kuendelea. Baada ya hapo manake mzazi halazimishwi tena kumtunza mtoto. Sasa yeye mtoto mwenyewe akishakuwa kwenye umri kama huo, tunaelewa kwa tamaduni zetu na jamii yetu ya Tanzania, kuanzia kwenye umri wa miaka 21, 22 anapohitimu chuo, ni ule muda ambao yeye mwenyewe anaanza kujitafuta, kutengeneza misingi yake. Na katika kujitafuta kutengeneza misingi yake, anajikuta tena anakuja kuwa na familia. Kutungwa kwa sheria kwamba kuwe na kiwango maalum cha kumpa mzazi
ni ngumu kabisa kusema kwamba jamani, kama unapata mshahara labda ifanyike makato ya asilimia kadhaa kwa ajili ya mzazi, ni ngumu sana, kwa sababu hatuwezi kujua huyo mtoto yeye anapitia shida gani. Na shida hasa inakuja, sheria ipasi kutungwa kwa kuangalia upande wa huyo mzee mmoja au wawili waliolalamika. Kuna wengine wazee wana uwezo kuliko hata watoto wao kabisa. Sasa manake ukimtungia hiyo sheria, manake utakuwa unalenga kundi fulani la wazee wanaolia, lakini kuna wengine ambao hiyo sheria haitotumika kwao. Hata sheria inakuwa ni sheria baguzi. Naona changamoto inakuwa ni hiyo, kwamba sasa labda ikiwekwa flat rate kwamba jamani, kila mwisho wa mwezi itakuwa vipi kwa vijana ambao hawana kazi. Mtu anamaliza kabisa mpaka anafika miaka 45 hajawahi kupata kazi au hata 50, yani ile kazi ya kumfanya yeye aweze kujitunza na kutunza wazazi wake. Lakini wakili, sio mara moja wazee kulalamika suala la kutokutunzwa na vijana wao, na wadau wa sheria kama nyempo. Kigugumizi kinakuwa wapi angalau kuleta uchechemuzi wa sera ambazo zinaweza kutupelekea kwenye mrengo wa sheria? Mimi watu wangu ambao utakuwepo ni kwamba tunaweza tukapoteza misingi ya upendo, misingi ya kujali, misingi ya kufanya jambo kwa hiari na jambo kulifanya kwa moyo. Kwa sababu kama sheria inalazimisha kwamba mimi kila mwezi nikutumie labda 100,000 au 1,500,000, ukipata shida ambayo ni zaidi ya hiyo 1,500,000 ambayo ninaitoa kwa lazima, kuna uwezekano nisikusaidie kabisa, kwa sababu mimi ninaamini nimeshatimiza wajibu wangu kisheria. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata kama kitakuja, ila kisiache kuwakumbusha watu kuendelea kuishi katika misingi hiyo ya kujali, misingi ya kujali. Kwa sababu kama narudia pale baba alifanya na mama alifanya bila kuwapeleka mahakamani mpaka nimefika hapa, kwa nini mimi nisubiri nipelekwe mahakamani au nitungiwe sheria ya kuwajali hao wazee? Lakini na nimesema kama hilo linatokea, pengine hata hao wazee wenyewe wamekuwa na shida kwa mtoto mwenyewe, aidha kwenye ukuaji wake au baada ya ukuaji wake, na hao mambo lazima yawekwe wazi. Kati ya sheria na suala la misingi ya kimaadili na mahusiano, mizani inaegemea wapi hasa kwa uzito? Yaani shida inakuwa sio sheria, shida ni practicability, yaani utekelezwaji wa hiyo sheria. Kwa hiyo ambayo itabaki ni kwamba maadili, na pia kitu kingine kinachochangia mambo ni uhusiano wako wewe mzazi na mtoto tangu mwanzo, umeelewa? Yaani wewe hakikisha kabisa unapokuwa unamlea mtoto unamfanyia mtoto yaliyo mema, hakikisha kabisa na mtoto naye ana acknowledge kabisa kwamba aliyefanya ni nani? Ni mzazi. Hili swala la isolation ya hasa watu ambao wanakaa mbali na wazazi wao wote wawili, mtoto anakuwa anajua kabisa aliyefanya ni mama, umeelewa? Na sio baba. Sasa baba, wewe ukija kuzea utakuwa kwenye wakati mgumu sana, kwa sababu inaaminika kwamba aliyekuwa anafanya ni nani? Ni baba, ni mama na sio baba. Kwa hiyo ambayo ipo ni kwamba malezi ya pamoja ni muhimu, lakini na misingi ya maadili. Mtoto analelewa katika mazingira ambayo mimi ninaamini wewe kama wewe hauwezi ukawaacha wazazi wako. Nalijua hilo na nalielewa. Sasa kwa nini tuwe na kundi lingine la watu wanaofanya hivyo? Ukiona wanafanya hivyo, ipo sababu ambao ni lazima iwekwe wazi. Aidha uhusiano wao ni mbaya tangu mwanzo, au kuna kitu kimetokea katikati hapa ambacho sisi hatuwezi kujua. Sisi tunachojua ni kwamba mtoto hamtunzi mzazi wake. Hamna mtoto ambaye atashindwa kumtunza mzazi wake ambaye amepambana naye tangu mwanzo, hayupo. Katika kuhitimisha, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum anadhamiria kuanzisha kampeni maalum ya kuwakumbusha vijana wajibu wao kwa wazee wao. Tutatafuta kampeni maalum ya kuhakikisha vijana wanatimiza wajibu wao kama ambavyo wao walitekelezewa na wazazi. Sasa ifike wakati na wao waweze kuwageukia wazazi wao. Kwa mujibu wa sera ya taifa ya wazee ya mwaka 2003, toleo la mwaka 2024 inabainisha kuwa suala la matunzo kwa wazee katika jamii ni jukumu la familia, jamii na ndugu wa karibu. Aidha, suala la kutoa matunzo kwa wazee katika makazi ni hatua ya mwisho endapo itabainika kuwa mzee husika hana ndugu wa kuwatunza katika jamii. Katika kipindi cha mwaka 2015 hadi 2022, jumla ya wazee 2135 wamepata hifadhi katika makazi yote. Lakini pia serikali imeendelea kuhamasisha na kuelimisha jamii kutekeleza wajibu wao wa kuwahudumia makundi maalum katika jamii wakiwemo wazee. Aidha, kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii
jamii TASAF, huduma za matunzo kwa wazee zimeimarika kutoka mfuko huo kupitia ruzuku inayotolewa katika ngazi ya kaya kuwawezesha wazee kumudu na kupata mahitaji ya msingi, ambapo hadi kufikia Machi 2022 jumla ya wazee 525,658 walinufaika na mpango huo. Wazee ni tunu ya taifa.